kwa huduma ya visima vya kisasa. Karibu kwetu Castanet Water Technologies, Water Well Drilling. Tunachimba visima virefu. Tupo Tarime mjini, Zakafiri. Tupigie kwenye 0745 019 213 au 0769 547 409. Hatuna limiti. Tunahitaji vijana waendelee kuwa wengi, kwa sababu huu ni umoja wa vijana wa mjini wenye lengo zuri. Lengo la kwanza ni kuwakutanisha vijana wa vyama vyote na wasio na vyama, lakini hatutaendesha umoja huu kwa itikadi za chama chochote. Hatutaendesha umoja huu kisiasa, kwa sababu tayari kwenye vyama vyetu huko tuna sehemu za kufanyia umoja wa kisiasa. Kwa mfano, Chama cha Mapinduzi kina umoja wa vijana, jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Lakini ukienda Chadema, wao wana kitu kinaitwa Bavicha, ni umoja wa vijana wao. Lakini ukienda ACT, wana kitu kinaitwa ngome ya vijana. Kwa hiyo sasa, kwa sababu sisi kuna watu humu tunajihusisha na siasa, hayo mambo ya siasa tutayafanya kwenye vyama vyetu vya kisiasa. Kwenye umoja wetu wa kisiasa tutafanya viongozi wetu. Sio lazima niwe mimi, lakini yeyote atakayechaguliwa na wana umoja huu atakuwa kiongozi wetu, atauongoza umoja wetu. Kwa mimi ninakaimu tu aka nafasi ka mwenyekiti wa umoja wa vijana wa mjini, lakini tutakubaliana sisi wenyewe namna tutakavyowapata viongozi wetu wa kutuongoza. Sasa kama kuna mtu yoyote anafikiria, sababu kuna maswali mengi kwamba lengo lake ni nini, mimi kwa haraka nilikuwa na wajibu lengo lake ni kuwakutanisha vijana. Sasa vijana wakishakutana wataongeza malengo, kwa sababu si kitu yangu hii ni organi ambayo imeanzishwa na vijana wenyewe. Sasa siwezi kusema malengo ni yapi, pengine nikasema malengo ambayo vijana hawatayapenda. Kwa hiyo ninasubiri vijana waje waseme wenyewe malengo ya huu umoja ni nini, ili ambalo tutaliona linaweza kutusaidia kama vijana tuliweka kwenye malengo yetu, lakini lile ambalo tutaona halina mlengo sawa litakuja kutuvuruga huko mbele, tutaachana nao. Kwa umoja huu ni wa kwenu, si wa kwangu mimi. Kwa namna ya kipekee niseme ni wa kwetu, mimi na ninyi. Hawa niliowaita hapa mbele, wengine msije mkajisikia vibaya, sio uongozi. Niliowaita hapa mbele kidogo na wao wana historia. Tulivyotengeneza hiki kitu tulishirikiana sana na Saidi. Bwana Saidi tulikuwa naye pale mpaka maji yalizidi. Kisumo alikuwa amepewa maji mengi, akatushauri twende tukapunguze hayo maji. Tukaenda naye pale kwa K tukaokoa shilingi 100,000 na ngapi Kisumo? 130. Tukaokoa ambazo zilienda kufanya mambo mengine. Lakini pia na yeye baada ya kuona vijana wameuhitaji huu umoja, tukashirikiana naye, tukamfuata ofisini kwake pale, tukazungumza naye na yeye akapenda, akaomba kujiunga na sisi. Ni kijana mwenzetu ambaye Mungu amemsaidia, atatueleza umuhimu kwenye huu umoja, hata kama si leo yeye alifanikiwaje mpaka kufika hapo alipofika, kwa sababu na sisi tunatamani kufika hapo alipofika. Kwa leo lengo letu ni kukutana kama memba, kwa sababu tulisajiliana memba, hatukujuana. Sasa tumekutana ili tufahamiane pia, ili ukimuona mwenzako huko nje unajua huyu tuko naye kwenye umoja wa vijana wa mjini. Ukimuona mwenzako amepata shida ujue kwamba ni ndugu yako amepata shida. Kwa hiyo baada ya kuyasema hayo, nisiwe na mambo mengi sana leo, kwa sababu ni sio siku ya ufunguzi, ni siku ya kukutana. Siku ya ufunguzi tutaipanga na tutaipangia matendo yake, likiwemo tendo la kuwapata viongozi wetu. Sasa niwapongeze sana kwa kuja, ingawa kwa kuchelewa kidogo, lakini kwa sababu ni jambo letu na hatuna haraka sana, pia bado hatujachelewa sana.
Baada ya kuyasema hayo, kipekee kabisa nimsimamishe Saidi Chambili ili na yeye aweze kusema moja mbili ili tuendelee na mambo mengine. Karibu. Sabato ya kunipa kuzungumza na nyinyi, lakini sikutegemea pia kuona watu wengi kiasi hiki. Nimefarijika pia kuwaona. Natumai kwamba mko salama na Mungu awabariki sana kwa kufika hapa. Lakini mimi baada ya kupata taarifa hii na mawazo ya Sabato aliyokuja kunipa, niliona sio mbaya na mimi pia nikajiunga. Ingawa pia mimi nimeshawishi wawili watatu ambao pia waliopenda. Ingawa discourage ni kubwa sana. Wengi wamekuwa wakidiscourage. Discouragement yao kubwa sana ni kwamba hatutafanya nini? Hatutafanikiwa. Kwa maana ya kwamba wanaona kwamba kuna vikundi vingine au makundi mengine yameanzishwa ya namna hii na ya kufika mbali, yamefeli. Kwa hiyo sisi tukiwapa nafasi, na maana tutakuwa tumefeli. Na maana hatutakiwi kuwapa nafasi ya kufeli. Malengo na maono ya umoja huu yakiwa yameanzishwa na mwanzilishi Sabato, yeye atatupa brief ya kwamba ni nini ambacho anataraji sisi tushiriki naye ili kuunda huu umoja, ukawa umoja wa kweli, usio umoja wa baada ya miezi miwili mitatu kafanya nini ukapotea. Lakini naamini tunaweza tukafanikiwa, kwa sababu Tarime imekuwa ina historia nzuri sana ya kuanzisha haya makundi na yanaendelea kudumu mpaka leo yakiwepo. Kwa hiyo sioni kama sisi pia tunaweza tukafeli, kwa sababu kama makundi kama Jambo Tatu, sababu Msweden ni signatory, wakamweka na Kisumu signatory, zimeingia milioni 3-5 pale, wanajikata pembeni, wanajadili, nyewe mnakuja kustukia milioni 4 haipo. Pale ndipo tunapoanza kufanya nini? Kutawanyika. Lakini tukiwa na umoja ambao utajali maslahi ya kikundi, sababu sasa ni umoja wa vijana, na vijana ni kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 45 kwa mujibu wa chama, si ndio? Na hata kwa mujibu wa serikali nadhani 45 ndio ukomo wa vijana. Kwa hiyo 18 to 45 humo wote tutakuwa mmoja. Wale ambao watapenda tutajiunga, lakini tuna barabara ngumu, wala sio nyepesi. Wala tusijidai kwamba tutakuwa na barabara nyepesi sana. Huo ndio kweli. Tuna barabara ngumu sana ya kupita kwa miezi kadhaa, hata mwaka, hata miaka, ili kikundi kufanya nini? Kisimame na tuweze kuona yale matunda ya kikundi. Lakini tupige moyo konde, tujikaze. Sio njia rahisi, lakini humu naamini ndio itakuwa njia ya kufungua milango mingi sana ya sisi kwenye fursa na mambo mengine. Ingawa tukiweka mambo mengine kando, tukiweka fitna, tukiweka chuki, tukiweka rambe, yani tukawa moja, tukawa na determination yetu sisi wenyewe kwamba tunataka kwenda wapi, tukafocus na yale mambo tunayohitaji sisi tutafika mbali. Lakini tukishakuwa kama vijana wengi wa mjini walivyo, tutafeli. Wa wengi wataondoka. Sasa kufeli kwetu tutategemeana na ugumu au imara wa uongozi, kwamba hata tukibaki watano tuna Mungu hapo. Sio tukibaki watano sasa tunaona tena hatuwezi kuendelea, tunafanya nini? Tunavunja. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuja na asanteni sana.